Una hekima kweli. Sasa mimi na pale kwa kuheshimu mtenga pale. Sasa mimi kabla sijafika pale, nitafika hapo. Yaani nitakumalizia ndio pale. Nataka leo haya ndio kuangalia. Weka masikio, weka akili, nisikilize vizuri. Achana mawazo mengine na kukusia. Kwa jinsi kwamba naamini kama hautapona basi wewe una ugonjwa sugu sana. Na wakisia. Yaani itakusaidia kujaribu kutumia kwa wakisikia kuna kama wanafanya kitu ili angalau uelewe. Yaani ukielewa utapata amani ya moyo. Na utatoka hapa hivi pia itakufanyia kitu cha maana sana. Sasa mada yetu mizigo inayotutesa kina mama tushindwe kushuhudia imani. Lazima mizigo inatutesa tushindwe kushuhudia imani yetu na kukosa amani ya moyo. Yaani kwa mizigo ambayo inatufanya ile imani unayoamini unashindwa kuishuhudia kwa kuishi. Alafu hapo wewe mwenyewe tena una amani. Yaani mizigo hiyo. Sasa utangulizi. Mwanamke ni moyo wa familia, kanisa na jamii. Wewe tambua tu ni moyo. Yaani kufikiria jamii bila moyo au mwili bila moyo inakuwaje? Kwa hiyo mwanamke ni moyo wa familia, moyo wa kanisa na moyo wa jamii. Katika historia ya wokovu, Mungu mwenyewe amemtumia mwanamke kama chombo cha neema, chombo cha faraja na kwa ajili ya kujenga jamii. Mungu ameanza tangu mwanzo, amemtumia mwanamke kama chombo cha neema, chombo cha faraja. Tangu kuanzia wakina Sara mke wa Abraham, wakina Debora, wakina Ruth, mama Maria mwenyewe, hadi wale wanawake Luka 8 walikuwa wanamhudumia Yesu. Tunaona wazi kwamba mwanamke ni nguzo ya imani, chemchemi ya upendo na muhimili wa amani. Ndio mwanamke. Sasa lakini leo wanawake wengi hasa kina mama wanabeba mizigo mizito ya maisha. Kuna mizigo ya familia, mizigo ya ndoa, mizigo ya kiuchumi, mizigo ya afya yako ni mgogoro, mizigo ya kiroho, unapambana na dhambi zako, mizigo ya kihisia na kiakili. Hiyo ndio mizigo ya familia, mizigo ya ndoa, mizigo ya uchumi, mizigo ya afya, mizigo ya kiroho, mizigo ya kihisia na kiakili. Mizigo hii inapokuwa mikubwa kupita uwezo, mwanamke anaweza kupoteza nguvu ya kushuhudia imani yake. Ni kama taa ambayo imezungukwa na mavitu ambayo inafanya taa isiyo kuangaza. Ni kama iliyofunikwa, ni kama taa iliyofunikwa. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Sasa kama nuru imefunikwa, unaangazaje? Kwa hiyo mizigo hii inapokuwa mikubwa kupita uwezo wa mwanamke, anaweza kupoteza nguvu ya kushuhudia imani, kupoteza furaha ya moyo na kupoteza amani ya ndani. Wapo wengi wanaotembea lakini wana maumivu ya ndani. Maumivu ya ndani ni yale maumivu ambayo watu hawayaoni, yanakutafuta wewe mwenyewe kidogo. Watu wanakuona kwa nje kama unapendeza, lakini unajaribu kuweka ka fake smile, lakini moyoni unakaribu tani mbili ukibeba. Halafu unajifanya unacheza tu kawaida tu, unacheza hiyo fake smile. Watu wengi wako hapo. Kwa hiyo tuingie kwenye misingi ya Biblia sasa. Tusiongee tu kutoka hewani. Misingi ya Biblia. Mungu anamuona mwanamke, anamsikiliza na anamfariji kwenye Biblia. Kuna wanawake wanachagua. Mungu anamuona mwanamke, anamsikiliza. Aishi hapo, anamfariji. Marko sura ya 5 mstari wa 25 mpaka 34. Huyu yule mwanamke alikuwa anatokwa na damu. Huyu mama alikuwa na msimamo mkubwa. Alikuwa katikati ya umati wa watu. Watu walikuwa wanafikiria ana amani tu.
lakini alikuwa anateseka, msiba wa siku nyingi, ameshatumia pesa nyingi, matibabu hajapona, amezunguka huko huko, ana maumivu yake. Huyu mama alibeba mzigo kwa muda wa miaka 12, mzigo wa maumivu, mzigo wa aibu, upweke na kukataliwa. Lakini alipomfikia tu Yesu, mzigo wake uligeuka kuwa ushuhuda. Yesu alimwambia, imani yako imekuponya, nenda zako kwa amani. Pengine hapa tuna mama ambao tuko tumevaa marani, tunapendeza, tunashai, lakini pengine tuna msiba, tuna mahangaiko moyo. Leo utapona tu, usipotoka mwisho utapona. Utapona tu. Lazima tukuse ili wewe kupona, lazima upige dawa kidogo. Yaani utapona tu. Wewe tulia tu. Nifuatilie vizuri kama vile unafuatilia movie. Usipoteze kabisa. Hadi sipate kishawishi cha kutaka kuangalia makaburi na wewe usina wasiwasi. Wale hawana shida na wewe. Wao wameshatangulia kwa Yesu. Wewe ni mcheki hapa. Wewe tu. Yesu alimwambia, imani yako imekuponya, nenda zako kwa amani. Hapa tunaona kwamba Yesu anajua maumivu ya ndani ya mwanamke. Yesu anajua. Hakuna kitu kinachoweza kumficha Yesu. Yesu ni kama CCTV ya moyo wako. Chochote kitakachoingia, kitakachofanyika, anakiona. Wanadamu mwisho wanaweza kuwa CCTV wa mwili wako, lakini sio ya roho. Yesu ni kama CCTV ya moyo wako. Ufichi kitu kwake. Yesu anagusa sehemu ambazo jamii haioni. Jamii haiwezi kuona, lakini Yesu anagusa sehemu moja ya jamii. Yesu anaponya si mwili tu, bali pia na moyo. Jamii inaangaika kupatia dawa na nini, lakini Yesu anagusa mpaka moyoni. Mwanamke mwingine kwenye Biblia ni mamake Samueli, Hana. Kitabu cha kwanza Samueli sura ya kwanza mstari wa 1 mpaka 20. Mwanamke aliyelia mbele za Mungu, alikuwa na maumivu yake, alikuwa na jambo lake lililokuwa na mtesa moyo. Hana alibeba mzigo wa kutopata mtoto, dhihaka za watu na maumivu ya moyo, lakini hakukata tamaa. Alimimina roho yake mbele za Mungu. Hana huyu alienda kumimina roho yake mbele ya Mungu. Hata wakati anamimina akaonekana kama mlevi sana. Yule Eli alimwona kama yule mwanamke mtacha ili kutoboa. Akasema, mimi si bwana wangu, mimi si pombe, mimi namsihi tu Mungu, nina maumivu yangu, ninamsihi tu anipe mtoto, ninasali, sijatumia kilevi chochote. Yule Eli akamwambia, basi na Mungu akupe kile unachoomba mara. Hata wewe unaweza kuwa uko busy na Yesu wako, umebeba vitabu vyako kwenye pochi yako mpaka vimeishia kuja kama vile unataka kujiandaa kuuka. Una novela zako bila kama mfungua mafundo. Wewe ndio unajua unapitia nini. Yaani matatizo yako ni kama mguu wako ulivyo kwenye kiatu. Wewe unajua unapambana wapi. Ni huko mbele au huko nyuma, wewe unajua. Kwa hiyo uko busy na mama yako kila mara kitabu hiki kimeisha, umenunua kingine kiko hivi, vingine kimaanisha anaweza kuvivia ukisoma mno. Wewe ndio unayejua maumivu ya roho yako. Wewe ndio unajua unapitia nini. Hana alienda kusali, watu wakamistake. Mpaka kuhani akamhukumu vibaya. Kwamba huyu wengine amekunywa kileo. Sema hapana. Hata wewe unaweza kusali busy na Mungu wako. Watu wakaona kama umechanganyikiwa hivi. Lakini hawajui unapitia nini. Wewe endelea kuwa serious, sio na wasiwasi. Kwa hiyo Biblia inasema huyu mama huyu alibeba mizigo mizito kwa sababu alikuwa hana mtoto. Dhihaka ile kuonekana ni kwamba hana mchango wote, lakini hakukata tamaa. Alimimina roho yake mbele za Mungu. Biblia inasema uso wake haukuwa tena na huzuni. Baada tu ya kumimina shida zake mbele ya Mungu, uso wake haukuwa tena na huzuni. Umeshaelewa njia ya kuondoa huzuni kwenye uso wako? Kamimine. Mimina
kwa Mungu. Yale yanakusii. Alafu muamini. Kutoka pale mwambie Mungu, ninakuamini. Kati ya kitu ambacho kinatusumbua sisi ni kuwa na wasiwasi na kile ambacho tunakiomba. Yaani wewe ukienda kwa Yesu, watu wa kanisa, Yesu anasema mimi, huu ndio mwili wangu, hii damu yangu, ni yeye. Mungu asemaje Mungu? Alafu anasema huu mwili wangu, ni damu yangu, haikubadilika pale ikaanza kuwa nyama, akaanza kuwakatia nyama. Inaendelea kuwa mkate na divai, lakini haiondoi ukweli kwamba ni mwili wake kweli na damu yake kweli, ni yeye. Na kuamini. Unasali kwa kumwambia Mungu, nisaidie katika kuamini kwangu. Nimeishia hapa. Ili nisaidie kumalizia. Naondoka, nimemimina shida zangu, mimi naishia kwangu. Bwana. Naomba kwanza. Na kuamini. Hata pale mambo yanaweza kuwa magumu. Unaona kabisa njia ipitiki. Unamaliza ndio Bwana na kuamini. Kwa heri, unaondoka. Epuka kwenda mbele ya Mungu kiuongo. Yaani usidisplay vile ambavyo sio kwako. Kama ile siku la kwanza Jumapili, nakumbuka Yeremia alikuwa sali. Hofu zimetanda pande zote. Anamwambia Mungu ukweli. Amfichi anachokipitia. Na wewe nenda kwa Mungu, epuka kutengeneza sala za uongo. Baba wa majeshi, unayekaa katika viti hicho, unaweza kupata sauti kama mtu gani, unakuita wewe ambaye umefunua. Hebu sali. Sali. Mwambie unapitia wapi? Mwambie Baba, mume wangu, huyu mume ndio msalaba wangu, nimebeba. Nimekata tamaa. Nisaidie. Nenda mbele. Mtakatifu, unakaa katika viwango vya juu. Sikwambii usimsifu Mungu, nielewe vizuri. Nielewe vizuri. Epuka kutengeneza sala tena kwa sauti ambayo sio ya kwako. Unaenda tu mchungaji fulani tu. Amen. Unavunja. Sali kwa sauti yako, nenda kwa Mungu jinsi ulivyo. Yeremia anawaambia Baba, mimi umenituma ni ubiri, lakini hofu zikitanda kila mahali. Wakati yuko katika hofu, ghafla akageuka. Akasema, lakini pamoja na hofu na kuamini wewe. Wewe ni Bwana wa majeshi, najua una nguvu. Mimi ni mdogo, lakini najua wewe siku zote Mungu anatakia kupata utukufu kutoka kwa mtu mdogo. Yaani Mungu akiona kitu kidogo tu ambacho hataki na thamani, ndio anaanza kupatia utukufu pale. Ananyanyua maskini kutoka mavumbini na kumketisha pamoja na wakuu. Ndio tabia ya Mungu. Wewe jiangalie wewe mwenyewe. Siku zote anasema msiogope. Luka sura ya 12 mstari wa 32. Msiogope enyi kundi dogo lenye mchungaji mkubwa. Yaani mjiamini kwa sisi ni wadogo, lakini mchungaji wetu, Bwana ndiye mchungaji wetu. Sitapungukiwa kadiri huyu, sipungukiwi na kitu. Unamwamini. Kwa hiyo Mungu ndiye alivyo. Anakupatia utukufu kutoka kwa wadogo. Hata wewe jiangalie, jinsi atakupandisha. Unastahili kwako. Ndivyo Mungu anafanya utukufu wake. Niulizeni kwa kesi. Mimi nilipotoka mpaka hapa na nashika maiki naongea na yeye. Nitawaeleza kwamba Mungu jinsi Mungu anapojua kulipatia utukufu kutoka kwenye nyumba moja hatuna maana. Mungu ndivyo alivyo. Haya, niache mdogo. Tuendelee. Tunaendelea. Tuingie kwenye point. Uso wa huyu mwanamke Hana, mama yake Samueli, uliondoka huzuni kutoka kabisa uso. Akabaki na furaha. Hana anakufundisha kwamba anachofundisha wewe. Mwanamke akimimina moyo wake kwa Mungu anapata nguvu mpya. Hiyo kitu sio kwa mganga, sio kumimina moyo wako kwa mganga. Utatoka kwa matatizo mengi. Mwanamke akimimina moyo wake kwa Mungu anapata nguvu mpya. Maombi yanaweza kubadilisha historia ya familia yote ya kweli. Unapoamua ukisali vizuri, maombi yanabadilisha historia nzima ya familia, hata historia yako. Ukaribu na Mungu. Unaona wewe mama, baada ya kupata mtoto, hivi unafikiri baada ya kupata mtoto alikuwa anapitaje mbele ya yule mwanamke mwingine ambaye alikuwa amemsengenya? Hivi kwa mfano watu wameweza kusema yani
halibebi mimba, liko tu. Ghafla malaika wa Bwana akamshangalia. Tayari umepata ujauzito. Sasa shida moja, kuna wengine wanashindwa kuvumilia, wanapita mbele yao. Tena kama Mungu akikunyanyua mbele ya wale wanao kusema vibaya, hajakwambia nenda kwa na adabu, kwa kawaida tu. Tulia tu. Yaani Mungu akikunyanyua wale waliokutesa, anakuambia wafundishe kile kitu ambacho wangepaswa kufanyia wewe. Ndio hivyo. Yaani kufanya mkutano na watu wanakusengenya. Umepita tu kwenye kwa mkutano unasikia wewe. Ghafla unasikia kitu bila kutaja, afu kutokea pale kama tokeo la Bwana kwa. Ndivyo habari yenu. Hajakwambia watu kuchukua Mungu, ni Mungu amekusaidia kusikiliza. Kwa sababu mara nyingi anayesikiliza masengenyo yako wakati wewe haupo ni Mungu. Mungu ndiye anayekusaidia kusikiliza masengenyo yako. Watu pia wanaweza kukuchukia tu bila sababu, wakaamua tu kukupendi. Lakini wakati wao wanasema kukupendi, Mungu ameseti wimbo mimi na huko hapo kwa kitaka. Hapo ndio kitaka. Wimbo hapo mimi na unaendelea. Kuna marafiki zako pembeni yako. Wanasema wachana leo wanafanya sherehe kwanza. Wamekuacha. Mungu yuko bize na wewe. Na wimbo kwa nini? Huko wanakuja kutafuta washikaji kumjoin. Moyo mtu anaringa siku hizi anafanya hebu tukae njoni msaidie kumchukia njoni. Unajiunga. Nakataa kujiunga kwenye wimbo wa menina. Nakuja kuimba zenu huko roho ya mito ya babeli ndio. Meamua basi. Siamtaki ukaa kwenye nyumba. Mtakao mtaimba kama mito. Mtamaliza laumu ile huko. Mtaimba laumu huko. Mtaimba nyimbo za Kwaresma huko. Mtapiga mdomo mpigani. Mkirudi kichukulia huko. Nakuta nyingine inaendelea. Mtu ambaye Mungu ameamua kubariki. Rukeni sarakasi, pigeni. Nilele hata mwende rudi. Mtarudi kwa Bwana anawabariki. Nikuombe. Jifunze kujiunga na watu waliosetiwa menina. Wengi tunakimbia, tunatishwa sana na baraka za wenzetu. Tunaogopa. Sisi tunaogopa nini? Jifunze kwa hapo Bwana, kama kwa hapo. Kwa hiyo huyu mwanamke mama yake Samueli Hana, maombi yake kwa kweli alijibiwa. Mwanamke akimimina moyo kwa Yesu, kwa Mungu, anapata nguvu mpya. Maombi yanaweza kubadilisha historia ya familia ya mbili. Mwanamke mwingine haraka sasa kwa vitu vingi hapa tukiwa nimalize. Maria na Martha. Tunajua Luka sura 10 mstari wa 38 mpaka 42. Martha alibeba mzigo wa majukumu. Tunajua hiyo. Maria alichagua kukaa miguuni kwa Yesu. Yesu hakumkataa Martha, bali alimwambia unahangaika na mambo mengi. Hii ni sauti ya Yesu kwa kina mama wengi walioko hapa. Kina mama, mnahangaika na mambo mengi mno. Mko bize mno. Tafuteni pia muda mpumzike mkae miguu ya Yesu. Mko bize. Vikoba. Sio kufungua kitu kwa hata kijakaa vizuri. Huko umeenda kufanyia kiwanja. Uja wewe kuna mtu ameingia nini? Uja kaa kwenye rejesho. Kuna michezo huko unacheza nini? Martha. Mama. Tafuta kuna pumzika. Wewe kile Yesu alikuwa mjini alipokuwa anatoka hapo anaenda kupumzika. Yesu alikuwa Mungu. Alikuwa anatoka anaenda kufanya faraga. Kupumzika na kusali. Na wewe ambaye hata sio Yesu, ambaye sio Mungu, ni pale kwa kawaida huko hapa. Unajifanya na wewe uko busy na maisha. Pumzika. Pata muda ukae miguuni pa Yesu. Huyu mama huyu Yesu alimsifu Maria. Lakini anamwambia Martha, unahangaika na mambo mengi. Mizigo inayowatesa kina mama wa leo. Nimetumia tu wakina mama wachache kwenye Biblia kama tunataka hapa. Sasa tuangalie mizigo inayowatesa kina mama wa leo. Ambao msema kina mama wa leo pamoja na wewe unayesikia.
mizigo inayotutesa sasa sisi kama mama wa leo. Mizigo inayotutesa kama mama wa leo ni mizigo ya kihisia na ya kiakili. Unaweza kusema kivipi pale? Wanawake wengi hubeba wasiwasi wa watoto wao. Kama mpenda hapo. Wasiwasi licha ya malezi, lakini yani una wasiwasi. Umelea lakini uhofu. Yani una amani. Uamini. Umependa shule lakini pia una wasiwasi. Wakati mwingine tunapenda kupitiliza, ndio kupenda kupitiliza. Vitoto tunavipa vyakula mpaka vinaishia kupata pressure. Vitoto vinono, yani shikwa na bega viungana. Kwa sababu unampenda, unaogopa. Mwanangu umeshika kweli? Junior, please. Have you taken enough? My darling, my husband. Have you taken enough for you? Now, Junior, please. Mbona kama unaona una homa? Naye akijua anapenda, mimi mwenyewe najua anapenda homa. Baada ya bisha mpaka mtoto anapoka anakuja kuumwa. Wanasema mimi matano naomba. Kama kuna mama naomba. Yaani watoto wengi wanajua wanapenda kupisa. Sasa wakati mwingine jamani, nyinyi mliokuwa kwa majeni. Mlielewa kwa mazingira ambayo mpaka sasa hivi mnavyoendelea ni watu sio mchezo. Ni watu smart sana. Lakini kwa malezi hofu ya watoto wengi wakati mwingine inampeleka sana. Hofu ya watoto. Haya. Wasiwasi wa watoto, hofu ya kesho. Yaani hofu ya kesho, future. Hivi itakuwaje kesho? Hivi nitakuja kuwa na familia mzuri? Hivi nikistaafu itakuwaje? Hivi sijui una hofu, watu wana mizigo, wanapambana kujiwekeza. Mnanunua mpaka vitu vingine, mnaenda kununua mpaka na vingine viwanja, vingine mnaenda kwa madalali ambao wameshaviuza tena. Yaani badala ya kupata faraja, unapata mzigo mwingine unaongezeka. Yaani unaenda kununua kiwanja leo, Jumatatu unaanza kwenda mahakamani. Wao walikuwa wanafikiri ni faraja, hofu ya kesho. Wao wanafikiri ni faraja, kumbe ni mzigo. Kwa sababu ya haraka yani umepata tu maneno mtu amekwambia, hujachunguza, hujafanya uchunguzi wote. Wewe umeenda tu kununua. Kumbe umeenda kununua mzigo wa kujiuliza. Unakosa muda. Baada ya wakati tamaa inaishia, kuna pesa yote ambayo umehangaika, umecheza huko vikoba huko, rejesha kupesa mpaka nywele yote kwa shingo kusuka. Lakini umenunua kiwanja ambacho mtu amekichukua. Umeenda kununua bodaboda za kukodi. Vijana wawili watatu wamekimbia nazo. Na wajulikana wako wapi? Unaanza kusema Mungu wangu. Wewe makini. Kila unachofanya fanya smart. Najua una hofu ya kesho. Unataka kujiweka kiuchumi, lakini nenda smart. Tafakari kabla ya kufanya. Wewe tunaenda haraka faida ya fasta halafu baadaye inakula kwetu, tunabaki na maumivu. Uko naye tena umefanya basiri ni mwaka sikio na sasa vimeshapotea. Unatamani kama umshirikishe, lakini hiyo imeenda bwana. Tunaendelea. Hofu ya kesho, maumivu ya ndoa. Mama mpenda amesema maumivu ya ndoa hapo tena hapo. Maumivu ya ndoa hapo usemi. Wengi wanatembea, lakini kama kulikuwa kuna ile ya kurewind kwamba maisha ya ndoa unachagua uwe na option, kuna ambao yani wangeamua kutawali faster. Kwa hiyo kuongeza kwa lakini basi ili watu kwenye ndoa sio mchezo. Kuna usaliti kwenye ndoa, kuna mtu kuaminiana, wanaume kama mbuzi waliokata kamba wametorokea kwenye mashamba ya watu. Wewe mwenyewe kwa nyumbani unaangalia, ghafla umekamata message kwenye simu, yani umekuwa kama umevutishwa bangi. Unaangalia kama umevuta fegi fulani. Baba hapo ni jana mwangalia mume wako. Jana unaona hivi. Unaamua tu kwenda kule kwa kushauri kwa fadha. Unaenda kwa fadha. Simama barabara ipone kidogo tu. Kidogo tunaposikiza kitu kidogo.
baba nikwambie na uchungu. Baba ninakaa na ng'ombe. Ng'ombe. Baba hii ng'ombe inanitesa. Ng'ombe gani mama? Baba, ng'ombe sisi. Watu wengi mnapitia changamoto ya kwenye ndoa. Sio mchezo. Wamependa msema changamoto zote sasa hivi. Kwa nini ndoa zinaachana sana siku? Watu wengi wanaachana. Sio kama zamani. Nimewahi kusema kwamba siku hizi wanaoana wengine watoto wawili. Unakuta wale watoto wa kike huko alifanya ndani kanisani. Ni bongo ni mambo ya dini. Na huku kuna wa kiume huko bongo. Haitaki kuingia wala ndio wanakuja kukutana. Mabomu mawili yamekutana. Kutoka kwenye familia. Mama alikuwa anapambana na bomu lake huko na baba na huko alikuwa anapambana na bomu lake. Mabomu yanakutana. Hiyo unategemea. Watu ambao hawasali. Alafu wanaenda kwa Mungu aliyounganisha Mungu, wanadamu msikilize. Mungu mwenyewe huyo kwio kwao. Hawaelewi. Mbona sasa yaani kama wahuni wawili wameungana, wafikirie tu kutokana na unyenyekevu wa wazazi wao. Baba huku ni mwema, mama huku ni mwema, ni watu wa dini, lakini watoto wao si watu wa dini. Kwa hiyo wameona washikaji wawili ambao ni watoro wa kwenda jumuiya hawataki yaani wakambali, wakiambiwa wana kila siku ya msingi. Sasa wameoana. Huu ni amini ndoa ya kweli. Hakuna kumshauri mwenzake kwenda kanisani. Twende tukasali. Hamna. Wategemea ndoa yoyote. Mmefanya bonge la sherehe. Lakini sasa kusema, yaani kwenye ndoa, kumbukeni yale maagano. Yale maagano si mchezo. Yale maagano ni vile yaani ukikumbuka. Nimewahi kusema na mimi mwenyewe kitu ambacho nilifanya ni upendo kwa ndoa. Nakumbuka ile siku ile ya upande wenyewe. Jinsi nilikuwa nimelala chini pale. Naombewa baraza la mbinguni linaitwa Bwana utuhurumie. Maria mtakatifu kwanza mtatu mtakatifu naitwa. Maria anakuja pale ndio. Wengine watakatifu. Toka wazee wa zamani wengine hata solimu. John muombezi ngoma zimelala hapa. Alafu sisi unakuja unaamka pale unapiga tena magoti. Mpaka unapiga hiyo kichwa chake. Welcome. Jimbo la Moshi ni wengi. Karibu kwa 300 kama wamekuja misa hii. Wanapita hiyo kichwa kwa wanaondoka na mkono. Wanaondoka. Unapiga magoti kama unaona miguu inataka kuingia tumboni unatamani ng'ombe hata kitu kaya hakuna. Hapo. Toka kelele. Unakaribia kwenye ulimi. Unaombewa hivyo. Unaombewa moto. Alafu mpaka baraza la mbinguni lihusishwa. Alafu bado unaweka magari unapaka mafuta mikononi. Alafu mimi nicheze na wewe. Mimi nicheze. Wewe ndio unataka. Kwenye TikTok wanakuambia huwezi kupinga namna hiyo. Yaani sio mchezo. Yaani sisi sasa wewe fikiria pia. Waza kama mimi. Wewe utakusaidia pia kupenda ndoa yako. Waza ile siku ya ndoa. Ile siku special ile. Ulivyokuwa unafikia Dar es Salaam au unafikia wapi? Inategemea na wapi. Uliita ndugu kutoka maeneo mengine kutoka Songea, Singida, kutoka Songea, Singida kutoka wapi? Dodoma. Wahehe wakaja na vijiji vyao kucheza mwenyewe. Wengine kutoka Iringa huko wameshuka kutoka kule Dar es Salaam sasa wanakuja kwenye ndoa Dar es Salaam. Hapo wewe baba na mama wewe mwenyewe unamka mapema asubuhi mwanamke saluni saa 10. Fika saluni kule ifanywa scrub umeshakaa na mume wako na watoto karibu 4. Lakini ndio ndoa sasa imeamua sasa kuvuta ukimwi. Unafika kule unakuta gauni hata litoshi. Inabidi sasa waanze kucheza na mwili wako. Funga kamba tumbo. Weka masponji upande wa nyuma. Unajua anatakiwa awe anakusika chini. Sasa
9 wanaitwa namba 6 kwenye kauli. Sasa naambiwa nilikuwa na hipsi ya mwanangu hizo hipsi hana. Ndio yangu mchanga. Wanasema sisi baada ya mchanga gumu, wanaweka mchanga gumu. Wanaenda kukaa chini kabla hawajauka vizuri. Ni ubaya nini? Ubaya. Sasa hiyo siku ni wanatoweza kulima mtu. Hiyo siku sasa, hiyo siku ni very special. Ni kweli unaenda kule na bana na siku mwambie watoto wenu. Ile siku ni siku ya shangwe. Siku ambayo ni siku ya shangwe ya furaha ya kujiachia angalau. Sasa mtu anaingia anaanza utumwa saluni. Anakamatwa maneno yananyanyuliwa kujua. Kamata. Wakati wa misa kwa awe nani? Baada kuwa watu ndio. Aje. Utani, ndio nafanya utani. Okay. Yaani hata kupiga mtu hawezi. Anatembea kama huwa hakuji. Huko ameitoa vipo fulani ili aiope. Sasa, pamoja na kutoseka hiyo kwenye gauni, unakuja unajua kabisa sisi kupeleka kwamba jana wewe uko na wenzako ukashuhudia na wewe Agnesi unampokea Joni awe mume wako kuna wale mwaminifu wa kupenda na kuishi maisha yako hapa hizo kika kwa sababu amebana Joni unampokea Agnesi awe mume wako kuna wale mwaminifu wa kupenda na kuishi maisha yako ndio mbele ya Mungu. Samesha ya Mungu na kwa mfano. Bwana bariki na kuthibitisha aliyounganisha Mungu mwanao. Asikilize maana hapa tunachukua mbuzi tunafunga kwenye urefu wa kamba wake. Kwa sasa leo mbuzi unatakiwa uwe unazunguka maeneo haya. Hatutegemei kukuta kwenye mashamba ya watu. Leo mbuzi aliyounganisha Mungu wanadamu wasiwezi. Wanakuwa wanachukua mbuzi funga. Kama ndio kwa mume wako anachukua maeneo haya kwenye hewa mbuzi yake. Lakini sasa hivi kuna mbuzi wengi wametaka kamba. Wako kwenye mashamba ya watu wanaenda. Wengine wanaenda kwa mahindi ya kupigwa dawa huko. Wamemchoka mbaya. Sasa kumbuka haya magano, kumbuka Yesu alikuwa ndani ya siku. Kumbuka ile ndoa yako Yesu ilikuwa special. Yesu alikualika watu waje kukuombea. Kumbuka michango ya watu ulioomba. Watu wakajifunga wakakupa hela. Unajua zile sala za watu. Michango yao ni sala za watu. Usikiri kwa sababu wanakuja msheni mambo wanaweza kuwarudishia wezi. Zile ni sala pia, sawa. Kuonyesha kwamba tunashiriki kwenye binadamu wako, tunakuombea pia baraka kila la heri. Siku 2 3 mwezi kaisha, tunasikia mtu umeshachana. Ndio ile mama tena anasema. Ndio siku. Anaolewa Jumapili, ndio Jumamosi. Wiki ijayo wiki ukambi kwa kwake. Maumivu ya roho, wacha nikupe kwenye maumivu ya roho. Mizigo inayo watesa kina mama siku hizi. Nimesema mizigo ya kihisia. Na hiyo. Nikasema wanawake wengi ubeba wasiwasi wa watoto wao, hofu ya kesho, maumivu ya ndoa, wameongea sana hapo kwa kidogo. Kukosa kufamiliwa. Watu wanaodharau kwa sababu kwenye jumuiya, kwenye familia, watu wanakuchukia bila sababu yoyote. Unajiuliza nini mkosea nini? Watu wako sipendi. Wasisikie. Ungekuwa
mazungumzo yao wanaondoka. Yaani maumivu. Na kama unafanya hivyo, unamsababishia mzazi maumivu. Sio sawa. Uchovu wa akili. Saikolojia ya kisasa inasema kwamba mwanamke ana uwezo mkubwa wa kubeba hisia za wengine. Tofauti na sisi wanaume. Yeye ana uwezo wa kubeba hisia za wengine sana. Lakini akisibeba bila msaada, anaweza kupoteza amani ya ndani. Ukibeba bila msaada, unapoteza amani ya ndani. Mzigo mwingine, mizigo ya kijamii na ya kiuchumi. Kina mama wengi wanabeba majukumu ya familia. Kuna wanaume wengine sio responsible, si watu kutazama mahitaji ya familia. Kwa hiyo kuna mama wengine inalazimika hata kupata pesa kidogo wafiche, wapambane na wataratibu, watoto wanakula. Huyu mama saa zote kichwa akishakula mchana anaanza kuwaza jioni. Akila jioni anaanza kuwaza kesho. Yaani hakuna siku kichwa kimepumzika. Anabeba majukumu yote ya familia. Ada zimelipwa kweli. Lakini hata kutikisa baba hata kutumia kila mbili. Ili ada zilipe. Kuna mtu kama wana maumivu ya familia zao. Kazi zisizo kazi ambazo haziishi. Na hiyo shida tena. Kuna kazi ambazo haziishi. Yaani unafanya kazi bila haziishi. Sipo. Yaani mara unafanya ujemaliza huku. Yaani kwanza siku moja jioni. Mara unafanyia unachukua vikombe kuweka kwa hiyo mara unachukua kwa siku kazi na zote umefanya. Kazi ambazo haziishi. Kazi ambazo haziishi. Kwa hiyo mzigo ya jamii na kiuchumi ambapo kina mama wengi wanabeba majukumu ya familia, kazi zisizoisha, shinikizo la mahitaji ya nyumbani. Nimeshasema ni mfano wako. Wakati mwingine sio mchezo, fikiria watu wanakula nini. Wakati mwingine mnabeba mizigo na kwa mizigo. Wakati mwingine mnakuwa wenyewe. Kukosa pia msaada. Kuna msaada. Umeachiwa mwenyewe tu. Hii pia inaumiza kama mama. Hii inawafanya wachoke kimwili na kiroho. Yaani wengine mnachoka kimwili na kiroho. Kuna mizigo mingine, mizigo ya kiroho. Wengine wanahisi hawana muda wa kusali. Yaani uko busy kiasi ambacho kuna muda wa kusali. Huo ni mzigo wa kiroho. Wamechoka pia kiroho. Wamepoteza furaha ya imani. Unajua kuna furaha ya imani. Ukisikia kuhusu kitu chochote kinachohusu imani yako una raha. Ukisikia imani wa watu tunakutana gani? Yaani ukipata furaha ya imani yako, ushahidi. Yaani unaona unataka kumvaa kitenge nini? Ni mwenyewe bwana mimi sijui. Yaani huna raha na imani yako. Yaani ukipata furaha ya imani yako. Wanaishi kwa mazoea, si kwa ule moto wa roho wa Mungu. Unajua unafurahia injili, unapenda utume. Yaani unatoka ndani unafanya kwa furaha. Lakini sasa unaishi kwa mazoea ni haya, hiyo ni mizigo yenye mikaya iko mitatu mizigo ya kihisia na kiakili, mizigo ya kijamii na kiuchumi, mizigo ya kiroho. Haya, mtazamo wa baadhi wa wanafalsafa. Yaani nimejaribu kupiga kwamba wa kanisa hata wanafalsafa wa Kigiriki ambao hata hawakuwa Wakristo. Lakini maneno yao yanaongea tukijaribu kuya Christianize, tukaeleza kwenye Ukristo, yatatusaidia. Kwa mfano, wanafalsafa wa Kigiriki. Kuna mmoja alikuwa anaitwa Socrates na Plato, sio Pilato, ni Plato. Hawa wawili anasisitiza kwamba wote wawili wanasisitiza umuhimu wa kujijua. Ni vizuri kujijua, kujifahamu mwenyewe. Socrates anasema maisha ambayo hayachunguzwa si mazuri kuishi. Unreflected life is not worthy for living. Maisha ambayo hayachunguzwa si mazuri kuishi. Maana kama unajijua, unaishi bila kujichunguza. Yaani unaweza kujikuta wewe mwenyewe ni mzigo kwa wewe mwenyewe. Kwa sababu unajichunguza. Kwa hiyo kwa mwanamke Mkristo hii ina maana gani? Tambua mizigo uliobeba. Kuna watu wana mizigo lakini hawajui kama wamebeba mizigo. Tambua mipaka yako, mwisho wako ni wapi? Jua wewe ni mama. Kama ni mama kwa madaraka sio ni ya baba. Usijaribu kuiba madaraka ya baba. Hii itakutesa. Tambua thamani yako. Wewe ni thamani. Tambua kwamba wewe si mashine.
bali ni mtu wa Mungu. Unahitaji tulivu. Huwezi kufanya kila kitu. Wewe sio mashine. Plato mwanafalsafa huyu aliamini kwamba roho ya mtu inahitaji mpangilio, inahitaji tulivu na maelewano ili iwe na amani. Roho ya mtu inahitaji mpangilio, utulivu na maelewano ili iwe na amani. Hii inalingana sasa, tunalinganisha na Yesu. Hatuwezi kuishia kwa falsafa. Haya maneno yanasema Plato yanalinganishwa na maneno ya Yesu aliyosema, amani na wachieni, amani yangu na wao. Yohana sura ya 4 mstari wa 27. Kwa hiyo achunguza maisha yako, uwe na utulivu na uelewano na mpangilio ili uweze kuwa na amani. Kama hivi mtu anajichunguza, wengine wanaogopa na watu kwa makosa yako mwenyewe. Unalaumu watu kwa makosa yako mwenyewe. Kila siku unasema wanakosea. Wewe unasema siku umekosea. Umekosea. Yaani wewe unakosea. Mimi mbili za mlango unakosea. Saikolojia ya kisasa. Mwanamke anahitaji nafasi ya kupumua. Wataalamu wa saikolojia wanasema kwamba mwanamke anapobeba mzigo kupita kiasi bila kupumzika, anachoka kiakili. Unachoka kweli. Unapoteza uwezo wa kufikiri vizuri. Unaweza kuwa mtu asirasira. Ya kumzika ile kukuza tu unakuwa moto. Anakuwa pia msongo wa mawazo. Unapoteza furaha. Unapoteza pia uwezo wa kuonyesha upendo. Kama una amani unaonyesha upendo. Hapa leo hivi sasa tunataka. Unafanya kitu ambacho unategemea watu wapende watu wakati mwenyewe moyoni kwanza una amani. Kwa hiyo mambo haya yote ukiwa nayo yanaathiri ndoa, yanaathiri familia, yanaathiri imani yako, yanaathiri pia afya. Kuchoka kiakili, kupoteza uwezo wa kufikiri vizuri, kuwa na msongo wa mawazo, kupoteza furaha, kupoteza uwezo wa kuonyesha upendo, haya yote yanaathiri ndoa, yanaathiri familia yako, yanaathiri amani yako, yanaathiri imani na afya. Saikolojia inashauri kupumzika, get time to rest. Mama, ni kweli kwa mambo mengi unafanya, pumzika mama yangu. Ifike mahali kupoteza likizo. Huko kwenye kazi wewe likizo unasema tu kwa sababu unaogopa watu watajua baada ya vitu. Nenda likizo. Pumzika. Usijiue, wewe sio mashine. Kuongea na watu, wanasaikolojia wanashauri kuongea na watu, kuongea na mtu unayemwamini. Baadhi ya kina mama wengi wanabwaga moyo wao kwa watu ambao sio sahihi, na hii inakuumiza. Mbaya zaidi, unakataa watu wema, unaenda kumwaga moyo wako kwa marafiki wanaokuchukia. Unakataa watu wema ambao wanakupenda. Wewe unatoka huko, umepata tu maneno mawili matatu kutoka huko, unaondoka, unatupa mtu mwema, unaenda kujirusha kwa watu ambao hata upende. Unakaa unapigishwa tisi mpaka ujue uko hoi. Mwanzo ningejua umetoka huko, umechanachanwa. Uwe makini, unaweka moyo wako wapi, unamweleza nani siri zako. Kuna watu mioyo yao ni kama mfuko uliotoboka. Ukiweka mahindi utakuta kule nje, utakuta mtoto, utakuta mimi ndoto pembeni ya barabara. Kuna watu si wa kueleza siri zako. Jifunze usitiri vitu vya ndani vikitoka, na hasa kuhusu nafsi yako. Umemwaga kwa mtu asiye sahihi, mtu ambaye hana video. Anasema sisi video ni kadishi inaelisha, ukiweka tu umeshaelisha. Mtu anamaliza atakuumiza mama, utabaki na mzigo. Kwa hiyo uwe makini, ni yupi unayemwamini. Na ndio maana tunashauriwa muwe na mababa wa kiroho, muwe na mama wa kiroho, yule ambaye yuko smart, ametengenezwa. Unasikia mengi lakini mbele, sio wote
kimya, sio wote. Kwa hiyo ongea na mtu wa kuaminika. Ukiwa na maumivu, uko na kitu unashirikisha kwa mtu anayeaminika. Kushirikiana kwenye majukumu, epuka ile tabia ya kufanya vitu vyote mwenyewe. Ubinafsi, shirikisha. Hata ikiwa ni kiongozi, kama mtu mwendelevu kwa Yosefu. Ulizi, shirikiana na wenzako. Epuka kufanya kama yeye. Au wasimamona windowless. Yaani wewe huwa I know. Kuna kitu unajua. Jifunze kuwashirikisha wenzako. Wenzako kuwashirikisha wanajisikia amani. Wanataka na wewe kwanza kutengeneza amani yako. Wanasema kuku huwa anatoka jasho. Lakini kutokana na manyoya huwezi jua. Kama mimi naongea kutoka jasho. Lakini ingekuwa kuku usingeona jasho. Kwa sababu yana manyoya ya msitiri. Sasa kuna viongozi wengi wana mapungufu. Lakini kutokana na manyoya yaliyo karibu jasho halionekani. Au taifa halionekani. Hata wewe ujue manyoya yanayokulinda. Usitaki kujifanya tu kunyonyoa kuku wakatumia bila manyoya ya aina moja. Hapendezi. Kwa hiyo kushirikiana na watu kwenye majukumu. Omba msaada. Usifanye tu unaweza kwa kumwelewa. Jitunze, self care. Hapo jamani, kujipenda. Jipende ili uhudumie. Jishonee hata nguo nzuri. Uone kwenye kioo ujiambie kama pongezi umependeza mwenzako. Jihudumie. Kuna watu wajihudumii, wako busy na watoto hapa sisi. Alafu nikwambie, wote ambao umejitoa kwa ajili yao, si kufundisha chochote. Unaweza kushangaa wote wanaojitoa kwa ajili yao, ni ndugu zako, si unamsomesha unani, si mtoto wa nani kumageni. Wote unaohudumia, hakuna hata mmoja anayekwaza wewe. Nakwambia, hakuna hata mmoja anayekwaza kwamba akusaidie wewe. Maana wengi tunateseka, tunapambana, hapo mshoni tunadharauliwa. Na kuomba hata katika mshahara chako, mtu wako kidogo upongeze. Nenda kachukue siku miwili, shona vizuri, weka vizuri, angalia. Hata kama muda umesogea, wewe unataka kueruka kwa Roma, wewe tafuta kauli yako weka hapo. Angalia uko hapo kama kawaida, wewe ni mgani? Nenda mafundi, shona kwa jinsi unavyoonekana. Epuka tabia ya kutaka kuigaiga watu wengine. Hiyo muhimu sana. Mama, amani, kujikubali, jitunze, kujikubali. Muhimu sana. Kwa mfano na black. Ikubali, check. Nifanye utani siku ile. Kule umoja wa kanisa. Hata basi nilichai kwa mimi. Narudia tena hapa leo. Kwamba nipende, nichunguze mama. Mimi nakutana na wenzangu kuna mtu amevaa nguo yake. Hadi kama mtu yaje leo. Anajua mwili wake. Amenicheki mjua kwa mimi naomba. Anajua mimi ngapi? Tunazo namba kwa wale watu wengi ambao wengi tupo hapo namba 9. 9 ndio hii. Sasa mfano wake ni maiki. Wanake huku juu ni nene chini. Unajua kabisa. Sasa miguu ni mbaya kwa kweli. Maana si muda pia umeshaenda. Zamani nilikuwa umebala sana lakini muda umeenda. Vituo umeingia salama umeshasogea. Unakubali kwa sasa hivi nakaribia malaika wa Bwana jioni. Unajua kweli umeshaendelea hapo. Ni shukrani. Mwili, unajua mwenyewe wakati akiwa na confuse watu. Ni watu kushindwa kukubali. Unajibali na mwangalia baba unatiki. Hivi ndio leo nangu wewe. Lakini bado unamwangalia mume wako, unamwangalia miguu. Amevaa kaptura hiyo shwari. Unaona miguu kama vipo fulani. Anaonyesha mkono unaona ili hapo kuniachie hiyo inatoka kwa mkono. Basi zaidi ukute anamema bandie. Kuna wakati anatoa anaosha. Kwa hiyo kama unashuka
hata ukikataa kama usimzee. Utajua tu. Utashangaa siku unaamka, unanyosha huko, unashangaa kwa unabaki hivi. Wala kuliko mwingine. Hii tayari. Ndio ndio pekee hiyo. Nadhani sana malaika bwana. Yaani hapo unashangaa baada ya hapo ulikuwa unazoea kuruka kama swala hivi. Lakini ndio kwanza ushuke. Ndio kitu umesikia. Ndio umeenda. Sasa mama yangu mpendwa, jitunze bali. Wewe unajua namba 9, ukiwa namba 9 kuna nguo zako. Namba 9 wao chini ni baba, juu ni wanene. Kwa hiyo namba 9 hii yapendezi. Ni vizuri avae nguo ambayo itakava boti. Kava, yaani kama hii kanzu yangu na wewe. Mimi mwenyewe namba 9. Najua namba 9. Chini ni baba, juu ni wanene. Na shida ya namba 9 ikitokea mtu anakupiga mtama, ujegola. Unaanguka mbaya. Kwa sababu nguvu zote ziko huko juu. Sasa ukijua hivi, wewe kama namba 9, unaenda kuangalia na kingine cha kwenda. Kwa mfano, unaona kingine kwa sababu sina habari kwenye sana. Unaona kama vile mimi mwenyewe nimeshakuwa kama basi nimeshakauka. Unajitafutia stress mwenyewe. Utashangaa watu wanaanza kusema nini? Hata kusalimia watu kujeti. Mwanzo sasa watu wanidharau kwa nini? Mama, nakuwa nguo ambazo ukivaa na madamshi. Yaani ukipita wasema kweli mama anajijua anajipenda wewe mama. Na hakuna shida katika hilo. Na hapo ni unafanya kazi zako mshahara mpaka kidogo Mungu amekubariki. Ibariki. Jipende. Usiache hivi. Jipe zawadi. Dunia unafikiri dunia itakuwa huko? Dunia iko bize kusuluhisha walio wema. Dunia iko bize kusuluhisha wanaosema ukweli. Wakishakufa wanaanza kuwasifu. Dunia ndio kaza nini? Iko bize kuwasifu watakatifu waliokufa. Huku ukiendelea kuwasuluhisha wanaoishi. Ndio dunia hii. Kwa hiyo wewe fikiria dunia inakuonea huruma sana. Wanaiona mimi wewe. Tunataka kuenda saloni, weka vitu vyako vizuri, damshi. Piga kuna joflex. Na kisitani kama yao wamama damu kwa hiyo. Ukali. Haya, namba 8. Najua. You manage balance. Huyo anasema. Nguo yote anavaa. Balance. Alafu kuna umbo namba 6. 6 juu kumebaba kuanzia hapa ambao umbo unapenda na watu wengi. Wale maarufu tunawalazimisha kuwafanya wale namba 6. Naona mchanga wako huko unalazimisha hawa namba 6 kwenda namba 9. Unamwekea pasipoti. Leo wanaenda na mseo. Namba 6 yeye anavaa anaweza kwa mimi sio fupi sana na blouse anatoka mchichi. Hata kama suruali na blouse. Sawa. Namba 6 hasivai dera. Hizo shati zinatiwa. Namba 6 akivaa dera zina tabia ya kujinyanyua hapa juu. Lakini kama mtu amebeba kitu fulani. Kama ni jiko cha kubebea udongo kule cha kule. Barabarani. Namba 1. Namba 1 tunamjua. Namba 1 anatumbo pake. Kwa hiyo wewe ni kwa sisi wale sisi ni blouse anakuwa kama ni wale namba 1 jamani po. Nikubali. Na kama wewe namba 9 nikubali. Kuna mambo ya kutesha kutaka kujilinganisha na watu. Na sio namba 6 nafikiri kwa namba 9 wapeleke. No. Yaani tunakosea. Yaani kama nikuambie. Namba 1
Kwa mfano hata mna pamoja na usiku pale. Sasa ikitaka kete leo lakini ni mtu ambaye fimbo katikati ya nguo. Mfano. Kuna kitu kidogo kinacheza huko na wewe. Na pamoja na ile tabia mbaya alafu mnachokea. Huku na huku. Natembea. Unasema nini ngomeni ni wao? Wewe unataka kulala kwa baba kwa kutokea. Wao ndani kama maombi. Kweli. Hiyo by the way, ilitokea. Kwa ndani kama mmoja wa watu wale baba anataka sasa hapa. Ndani. Basi nirudia tu au kwa mshamba. Kwa hiyo kupata muda wanasaidia watu kupumzika, ongea na mtu wa kuaminika, shiriki kwa majukumu, shirikisha majukumu yako, omba msaada pale unapohitajika, jitunze, self care, jipende kwa mama, jitunze. Haya yanafanya uondoe baadhi ya matatizo. Haya yote yanalingana na mwalimu wa Yesu, njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mathayo 11:28. Kwa nini mizigo inatufanya tushindwe kushuhudia imani? Moyo mzito hauwezi kuangaza. Yesu alisema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Lakini nuru imepofushwa na maumivu ya ndani. Nuru hainai. Umebeba mizigo. Wewe nuru ya ulimwengu unaangazaje wakati taa imezungukwa na makalokano? Mwanga upiti. Kwa hiyo moyo mzito hauwezi kuangaza. Nimeuliza kwa nini mizigo inatufanya tushindwe kushuhudia imani? Ni kwa sababu moyo mzito, moyo ni matatizo. Ni vigumu sana kuonyesha furaha. Lakini nuru inapofunikwa na maumivu, haiwezi kung'aa. Kitu kingine, uchovu unaua moto wa kiroho. Mtu ambaye ni uchovu tu. Mama akichoka kupita kiasi, hata kusali inakuwa ngumu. Ukichoka unashindwa kusali. Huwezi. Hofu inaua ushuhuda. Unapo na wasiwasi, wasigeni wako. Mtu anashindwa kusimama mbele ya watu na kuongea. Unashindwa kutoa ushuhuda. Hofu ya kesho, hofu ya kushindwa, hofu ya kukataliwa hufanya mwanamke akose ujasiri wa kushuhudia imani yake. Njia za kuondoa mizigo na kupata amani ya moyo. Sikiliza hivi, vitu muhimu. Kuitambua mizigo yako. Kitendo cha kwanza kujua unaumwa nini. Ukishajua unaumwa nini, dawa ni nini? Kama watu waliposema, amefundisha kujijua ni mwanzo wa kupona. Unaanza kujua vitu kwenye mpangilio, unakaa kwenye mpangilio. Kubebeana mizigo. Badala ya kuwekea mtu mizigo, unamsaidia. Yaani kuna watu wako busy, wamebeba sepeto kuchimba shimo la taka juu ya jina la mtu. Yaani mtu kutamani kama mtu yuko na sepeto anaenda kuchimba shimo la taka juu ya jina la mtu. Hizi ndio kaka, kwani mtu ashashali tu. Epuka kufanya hivi. Peleka mizigo yako mbele ya Yesu. Kama mama Hana, mama yake Samueli, alikwenda kumimina maumivu yake mbele ya Mungu, akapata mtoto. Na wewe peleka maumivu yako, mizigo yako mbele ya Yesu. Omba msaada. Mwanamke si shujaa wa peke yake. Mwanamke ni shujaa wa Mungu na wa dunia pia. Jua chochote unachofanya kama mwanamke Mkatoliki, utukufu unaopata si wa kwako, ni wa kanisa. Yaani kama umefanya nguo hivi kisimama tunajua tu ndio tuna mama Katoliki. Chochote utakacho utukufu wewe utakapopata sifa zinaenda kanisani. Kanisa Katoliki. Kwa hiyo utukufu unaopata si kwa ajili yako. Hiyo usisahau. Fanya kazi ya Mungu kwa ushirikiano. Ukijua kanisa huwezi kuwa Mkristo peke yako. Unakuwa Mkristo pamoja na wenzako. Omba msaada. Mwanamke si shujaa peke yake. Mwanamke ni shujaa wa Mungu na jumuiya. Jifunze. Hata Yesu alichukua muda wa kupumzika. Jitunze. Nilikuwa nasema jitunze, sio kujifunza. Kujitunza. Hata Yesu alichukua muda wa kupumzika. Nenda kapumzike. Usijue tu kwa kazi peke yake. Kushirikiana na jumuiya. Jumuiya ndogo ndogo ni mahali pa faraja. Usijitenge mama.
Kuna watu wataki kukutana na wenzao. Kutumia neno la Mungu kama dawa. Neno la Mungu linaponya mawazo, moyo na roho. Jifunze kusoma neno la Mungu. Mwanamke mwenye amani ni shahidi wa imani. Yaani mwanamke mwenye amani wewe ni shahidi wa imani. Kina mama wakipata amani moyoni, familia hizi zinapata imani, zinapata amani. Yaani kina mama wakipata amani moyoni, familia hizi zinapata furaha, familia zinapata amani, jamii inapata amani, kanisa linapata mashahidi wa ukweli. Mwanamke mwenye amani ni kama Maria anayehifadhi mambo yote moyoni na kuyatafakari. Mwanamke mwenye amani ni kama Hana anayemimina machozi yake kwa Mungu. Mwanamke mwenye amani ni kama yule mwanamke aliyekuwa anatoka damu, aliyemgusa Yesu kwa imani. Mungu awapeni ninyi na mama mliokuwa kwa mama zao. Mungu awape neema ya kuachilia mizigo yenu. Ishini kwa amani na toeni ushuhuda wa imani yenu kwa nguvu mpya sasa. Haya. Haya tunaweza tunaendelea kaka. Mafundisho ya mababa wa kanisa kuhusu mizigo ya moyo na ushuhuda wa imani. Mababa wa kanisa walikuwa walimu wa kwanza wa mafundisho ya Kristo ya Roho na hili. Walielewa vizuri mambo ya ndani ya mwanadamu, hasa ya wanawake waliobeba katika familia, kanisa na jamii. Kwanza tunataka kusema. Nakumbuka wale wasemaji Mungu. Moyo wa mwanadamu haupumziki bila Mungu. Hautaka utulie mpaka umeanguka kwa Mungu. Haya maana kwamba usije unaona kwamba eti yaani kama duniani unashindwa kupumzika kwa Mungu au unasubiri mpaka ufe ndio utapumzika kwa Mungu. Hapana. Yaani utaweza kupata furaha tu ukiwa umeamua kukamili kwa Mungu. Kwa hiyo utulivu wako na mizigo yako itaondoka ikiwa umeamua kumtuliza kwa Mungu. Ukiwa bado hayo unaendelea. Wewe unafikiri moyo utatulia mpaka utakapokutanake dakika kwa duniani bali ni mfano wa rejesho la Mungu. Yaani moyo wako huwezi kulia mpaka uwe umekuwa na Mungu. Hiyo ni hapa duniani unaendelea naye, ukimwacha huwezi kulia. Kwa hiyo hapo kijifunza. Mababa walijua. Kwa hiyo moyo ndio yetu haipumziki mpaka upumzike kwako wewe. Kwa kina mama, hii ina maana kwamba mizigo ya maisha haiwezi kuondolewa kwa nguvu za binadamu pekee. Amani ya moyo haipatikani kwa vitu bali kwa Mungu. Mwanamke akimkaribia Mungu anapata utulivu wa ndani unaomsaidia kushuhudia imani. Mimi naambia hata katika programu za kawaida ya kawaida, unajua kwa mama na wanawake wanasali na nini, kuangalia ukilinganisha na wale kina mama wasali unaona tofauti kabisa. Leo unaweza kama mama anasali anapitia changamoto kubwa, lakini anapoziendea kwa utulivu wale tofauti na ile ambaye hasali. Ambaye hasali yani akiguswa tu mwanamke anasali anafanana na tembo. Yeye kwa anatolewa na mimba mingi lakini achitembee. Unakuwa na tembo na nini? Tuna mimba. Wakati mwingine mwanamke anayesali anakuwa kama mtu anayepractice some sort of a small matter dogo. Yaani kama mtu kama kifiadini kinachoishi katikati ya wapesi. Kinachoma moto lakini chenyewe kinaendelea tu. Unasikia unapiga mawali. Lazima ujifunze. Unaweza kujifanya kama kifiadini. Ile duniani inaweza kuishi vizuri, mali yako nzuri. Wewe kama kifiadini fulani ambacho kiko tayari kuchoma kwa Mungu. Wewe ndio kushoka. Yaani kinaunguzwa lakini hailalamiki. Kinaendelea. Kipo kama kinalaweti. Umeokoa kwa ndio jamani niliozeni pale. Yaani kama kifiadini. You know how to practice some sort of small matter. Jifute. Ichopo. Na kwa wewe. Utakusaidia sana. Hicho kifanye wewe ulikuwa kwa sodi. Kwa hiyo mwanamke akikaribia Mungu anapata utulivu ndani unaomsaidia kushuhudia imani yake. Hakusema pia anasema kwamba maumivu ya ndani yasipowekwa mbele ya Mungu yanageuka kuwa mzigo unaozuia mtu kuishi utume wake. Yaani kama maumivu yaweka mbele ya Mungu hata utume wa watu watafanya kwa shida sana. Mtakatifu Yohane Kristoso, mwanamke ni mwalimu wa imani ndani ya nyumba, alisema. Kristoso anaandika kwamba wanawake katika
kanisa la mwanzo walikuwa walimu wa watoto, mama mzee ameelezea, walimu wa watoto, walezi wa imani ndani ya familia, mashahidi wa upendo wa Kristo kwa vitendo. Lakini aliona kwamba moyo uliovunjika na uliobeba mizigo hauwezi kufundisha amani. Moyo uliovunjika na uliobeba mizigo hauwezi kufundisha amani. Wewe una maumivu, unateseka, unamwambia maneno kwa utulivu, amani. Wewe una raha, wewe unafundisha furaha. Ibadani ndivyo tu hapa. Kwa hiyo kanisa linapaswa kuwasaidia wanawake kuondoa mizigo, ndio kama tunaongea sasa. Ili muweze kuwa nuru ya familia zenu, muweze kuwa pia nuru kwa taifa lenu. Mtakatifu Irenaeus, utukufu wa Mungu ni mwanadamu aishi kamilifu. Utukufu wa Mungu, yaani mwanadamu kuishi vizuri, utukufu wa Mungu unaonekana katikati yetu. Irenaeus alifundisha kwamba mwanadamu anapokuwa na amani ya ndani ndipo anamdhihirisha Mungu vizuri zaidi. Kwa kina mama, amani ya moyo ni sehemu ya utume. Wewe kama wewe, amani ya moyo wako na furaha katika tabasamu lako ni sehemu ya utume wako. Usijiondoe, tunahitaji. Unahitaji amani yako, unahitaji tabasamu lako, unahitaji ucheshi wako, ni sehemu ya utume. Kwa kina mama, mwanamke mwenye amani anamdhihirisha Mungu kwa tabasamu, uvumilivu na upendo. Mizigo inapomlemea, utukufu huu unafifia. Kuna mizigo, utukufu wa Mungu unafifia. Haya, namalizia na mapapa. Hapo ilikuwa ni mapapa kanisa. Ndio mapapa kanisa. Mafundisho ya mapapa kuhusu mizigo ya wanawake au ushuhuda wa imani. Papa Yohane Paulo wa Pili, leta tuwili, aliandika barua kwa wanawake ili tawaiwake. Papa Yohane Paulo wa Pili alisisitiza mwanamke ana karama ya pekee ya moyo. Wewe ndio tofauti na mwanaume. Unajua kupenda sana na ukiumizwa unaumia sana. Unapenda sana na ukiumizwa unaumia sana. Kwa hiyo kama umebeba mizigo sana, inakuwa mwanamke ana uwezo wa kubeba wengine ndani ya moyo wake. Tofauti na mwanaume. Wewe ukigobana na mwanaume, ni kubebelea pia. Lakini hapo mtu anakuanyaga tu, hapo kakupiga hicho. Yaani unaweza kuokoka nani? Ukaenda kwa basi ndoto zisizo. Ukafika kwenye kanisa la Mungu, uko nani? Mungu. Huyu mama aliponizuia, aliponipiga hicho. Sikuwa nimeomba. Lakini karama hii ikelemewa. Nasema mwanamke ana uwezo wa kubeba wengine ndani ya moyo wake. Lakini karama hii ikelemewa, mwanamke kupoteza amani na nguvu ya kushuhudia imani yake. Yaani ukielemewa na tatizo, yaani imani itakuwa na kushuhudia. Alisema pia, kanisa linahitaji ushuhuda wa wanawake wenye mioyo huru, sio mioyo iliyovunjika. Papa Yohane Paulo wa Pili, takatifu. Kanisa linahitaji ushuhuda wa wanawake wenye mioyo huru, sio mioyo iliyovunjika. Kwa hiyo, kanisa lina wajibu wa kuwafariji, kuwapa nafasi ya kupumua, kuwasaidia kiroho na kisaikolojia, kufanya kazi hii, kuwathamini na kupenda sana kila mtu bila shida yote. Yohane Paulo wa Pili aliona kwamba wanawake wengi wanateseka kimya, na akasema maumivu ya wanawake hayapaswi kufichwa, ni sehemu ya mwili wa mateso ya Yesu. Usifichwe, tuangalie. Papa Francisco alisema mwanamke ni moyo wa kanisa. Papa Francisco, mwanamke ni moyo wa kanisa. Papa Francisco mara nyingi anasema kanisa bila wanawake ni kanisa lisilo na moyo. Na unajua mwili ni wawili kama moto. Mwili ambao hauna moyo inakuwa ni mfu. Na nyie ukiona wanawake kanisani, wanaume ndio wanataka. Wewe ulikuwa kanisa kama. Kwa hiyo lakini pia Papa anasema moyo ukichoka kanisa pia linachoka. Kina mama wa maumivu mmelegea, yaani hata mchango hamna, kanisa linaendelea na ile hiyo. Kwa hiyo Papa alikuwa anasema moyo ukichoka kanisa pia linachoka. Kwa hiyo anasisitiza kwamba mwanamke apewe nafasi ya kupumzika. Mwanamke asibebeshwe mizigo ya kiroho au kijamii bila uwezo wake. Mwanamke asikilizwe. Mwanamke apewe nafasi ya kuponywa. Katika Evangelii gani
na maumivu ili kuwasaidia watu. Huwezi. Kwa hiyo wewe mama, furaha ndani muhimu. Hata kasa katika utume wa watu. Kina mama wakikosa amani ya moyo wanapoteza furaha ya Injili. Hivyo ushuhuda wao unadhoofika. Papa Benedikto wa 16, amani ya moyo inaanza ndani ya nafsi. Papa Benedikto alisema, huyo alikuwa ni mtaalamu wa teolojia ya moyo wa mwanadamu. Alifundisha kwamba mizigo ya ndani isipotiliwa inageuka kuwa giza la roho. Au unasema moyo umezungukwa na giza, hauwezi kuangaza. Alisema pia mwanamke ana uwezo mkubwa wa upendo, lakini pia anaweza kuumia kwa kina. Kama nilivyosema tena, amani ya moyo ni zawadi ya Mungu inayohitaji kimya, tafakari na sala. Katika barua yake Deus Caritas Est alisema, upendo wa Mungu unapogusa moyo unaponya majeraha ya ndani ambayo dunia haiwezi kuona. Kuna majeraha ya ndani ambayo dunia haiwezi kuona. Kwa nini mafundisho haya ni muhimu? Kama nimesema, mababa hawa wanaongea yanafundisha kwamba maumivu ya mwanamke si wake. Tangu maisha ya mwanzo nimejua kuna wanawake wanaobeba mzigo. Hivi mababa wanatoa njia ya uponyaji. Mababa wa kanisa wanasisitiza kwamba sana tafakari, upendo wa Mungu, maisha ya jumuiya, ukarimu na kanisa vinasaidia. Haya mafunzo pia yanawapatia kina mama haki na thamani. Wanawake si watumishi wa familia, ni mashahidi wa imani, ni walimu wa kizazi. Tunachosaidia ni walimu kama Kristo alisema, ni wabeba amani, lakini walezi wa kanisa. Haya, hapa kumalizia sehemu muhimu sana. Haya mafunzo pia yanawapa kina mama ujasiri wa kuachilia mzigo. Napoongea, unajua kabisa mzigo unafanya ndio taifa sio kujilia Mungu vizuri. Kwa sababu Mungu hawataki wanawake wabeba mizigo ya dunia peke yao. Anataka wanawake wanaenda haki. Bila mwisho sikiliza kwa haki. Ni sehemu moja. Papa Francisco na neno umbea. Msikilizo. Papa Francisco na umbea. Mzigo unaoua amani ya moyo na ushuhuda wa imani. Umbea unaua amani ya moyo na ushuhuda wa imani. Papa Francisco amekuwa mmoja wa viongozi wa kanisa waliozungumza kwa uwazi sana, kwa nguvu na kwa lugha rahisi kuhusu umbea. Mara nyingi anasema kwamba umbea ni silaha ya shetani, ni mtutu. Kwa hiyo kuna watu wanaweza kuwa ni pastora au kombora au anaweza kusema mziki. Na kile kidogo cha kwa nini wanasikia kabisa. Kwa hiyo umbea ni silaha ya shetani inayovunja amani ya moyo, inaharibu dunia, inaua upendo. Katika hotuba moja alisema Papa Francisco, umbea ni kama ugaidi, terrorism. Umbea ni kama ugaidi, unatupa moyo na kusema. Wakina mama, hii ni fundisho muhimu sana kwenu, kwa sababu wanawake mara nyingi hukutana na mazungumzo ya ndani ya jamii. Wanabeba maumivu na maneno ya watu, wanajikuta wakizungumziwa, kuhukumiwa na kulinganishwa. Wakati mwingine hata bila kutaka wanaweza kuingia katika mazungumzo yanayowaumiza wengine. Kama nilisema vibaya, nimeongeza sauti ile kama wasije wangu. Umbea ni kama ugaidi, unatupa moyo na unakimbia. Kwa mfano wakina mama, hii ni fundisho muhimu sana, kwa sababu wanawake mara nyingi hukutana na mazungumzo ya ndani ya jamii. Utakutana nayo tu, utake usitake. Utakutana na mazungumzo ya jamii, tukio la jamii. Utakutana nayo. Wakati mwingine mnabeba maumivu ya maneno ya watu. Mnajikuta pia mkizungumza, mkihukumiwa au kuhusishwa kwenye mazungumzo ya kumchafua mtu mwingine. Wakati mwingine hata bila kutaka mnajikuta kwenye mazungumzo yanayoumiza wengine.
Papa Francis anasisitiza kwamba umbea ni mzigo wa kiroho unaomfanya mtu. Umbea ni mzigo wa kiroho unaomfanya mtu kukosa amani ya moyo. Ikiwa umemsaidia mtu unakosa amani ya moyo, ukiwa umemsaidia mtu unapoteza furaha ya Injili ndani ya moyo wako, unaishi kwa kujihisi unaogopa kwa sababu umeshamsaidia mtu. Unashindwa kutoa ushuhuda wa imani kwa upendo. Unashindwa kuishi kwa furaha. Unaishi kwa hofu ya maneno ya watu. Unakosa amani ya moyo, unapoteza furaha ya Injili, kushindwa kushuhudia amani kwa upendo, kuishi kwa hofu ya maneno ya watu. Kwa hiyo katika muktadha huu wa mada hii yetu hii, umbea ni mojawapo ya mizigo inayowatesa kina mama siku hizi. Iwe ni umbea wanaosemewa, iwe ni umbea wanaosikia, iwe ni umbea wanaojikuta wanashawishika kuusema. Papa Francis anafundisha kwamba umbea unachosha roho. Ubuyu, unyambi, unachafua moyo na unafanya mtu asiyekuwa chombo cha amani. Umbea kama mzigo wa kihisia kwa kina mama. Kina mama wengi wanateseka kwa sababu ya maneno ya kuumiza kutoka kwa ndugu au kwa mzazi, hukumu zisizo za msingi, kusema vibaya katika familia au dunia, kulinganishwa na wanawake wengine, kukosolewa bila huruma. Haya yote yanafanya mwanamke awe na hofu, awe na aibu, akose kujiamini, awe na uchungu wa moyo, akose amani ya ndani. Papa Francis anasema maneno mabaya yanaua pole pole kama sumu. Slow motion. Maneno mabaya yanaua pole pole kama sumu. Kwa hiyo umbea ni mzigo unaoathiri afya ya akili, afya ya kiroho, furaha ya familia, ushuhuda wa imani. Umbea kama kikwazo cha ushuhuda wa imani. Papa Francis anafundisha kwamba mtu anayesema umbea anapoteza uaminifu. Watu wakijua ni umbea wanakuogopa. Wewe mwenyewe unapoteza unyenyekevu kwa sababu unaishi kwa kujihami. Unyenyekevu kama nyanya ikikaa chini. Nyanya ikikaa chini, hakuna mtu anajua nyanya ni bora. Wala sio kama anampenda. Ila kujinyanyua juu ni kama nyanya inataka kutishia. Anapokuwa anajua kwa kutishia. Achapata ni nasema kumbe nyanya anaangalia kama haya. Kumbe anamtia watu wetu na nini. Kwa hiyo mtu mnyenyekevu kama mtu aliyekaa chini, kati ndio hata ubii. Lakini mwenye majuru kama mtu aliyekaa ubii, akidondoka kwa ubii. Kwa hiyo Papa Francis anasema kwamba mtu anayesema umbea anapoteza uaminifu, anapoteza unyenyekevu, anapoteza uwezo wa kuwa huru. Uwezo wa kusema wenzake uwe huru. Haitakiwi. Unajisikia mtu anayesema piga umbea anapoteza uwezo wa kuwa huru. Anapoteza uwezo wa kuleta amani. Una uwezo wa kukombisi. Unao hivi. Tunakujua wewe ni mbea. Uwezo kuletea amani. Utafanya mabaiti. Utaongea baadaye tena kumbea. Unakujua. Wewe si mmoja wapo kati ya watu wakina mama. Hii ina maana kwamba mwanamke anayechoka kwa sababu ya maneno ya watu anapoteza nguvu ya kuhubiri kwa njia ya maisha yake. Anaogopa mtu ananionaje. Hizo ndio zile niliongea nikisimama kwa nielewe. Sio mzee anasema kana wewe. Wewe kwa yasi. Kwa hiyo unaathiri kenji. Mwanamke anayehukumiwa na kuumizwa anapoteza ujasiri wa kusimama kama shahidi wa Kristo. Nimemjeruhi mtu, nimempiga mtu wa miguu, mategemeo yasimame hapa kwa mioyo. Watu wanaweza kuipo ile kwa Mungu. Mwanamke anayehukumiwa
umbea huo. Baba tunasema Mkristo anayesema umbea ni kama mtu anayechafua maji ambayo wengine wanapaswa kunywa. Kwa hiyo umbea unaharibu dunia, unaharibu familia, unaharibu parokia, unaharibu amani ya moyo. Njia za kuondokana na mzigo wa umbea, sikiliza sasa. Kwa mujibu wa Papa Francisco, namna ya kuacha umbea. Unasema bali nakwambia baba unyani huyu barabara. Yes, tunaongana na huyu. Sikiliza njia ya kufuta kutoka umbea. Jifunze kukaa kimya kwa upendo. Umesikia kimya ni kama kufanywa na mtu wa mtu baba nani? Alafu unamjengea kwa hiyo. Unakaa kimya kwa upendo kwa upendo. Kujifunza kukaa kimya kwa upendo. Kwa Francisco anasema kaa kimya kuliko kuumiza. Mdomo ule ufungwa hauingi wadudu. Funga mdomo. Kimya cha upendo ni tiba ya roho. Kimya cha upendo ni tiba ya roho. Kingine, kuwaombea wanaotuumiza. Sani, waombee. Hii ni njia ya kuachilia mzigo wa maneno ya watu. Waombee waliokuumiza. Baba Francisco anasema. Kitu kingine, kujenga mazungumzo ya upendo. Usishiriki kwenye mazungumzo yenyewe ya kuchafulia watu. Don't persuade. Ondoka tu kwa kile. Badala ya kusema vibaya, sema maneno ya baraka. Maneno ya kuinua, maneno ya kutia moyo. Papa Francisco anasema tena, jilinde kiroho. Papa Francisco anasema, epuka vikao vya umbea. Badilisha mada. Watu wasemaje na kuongea ndio kwa wewe. Nikia kwa badilisha mada. Sasa tuseme kwa mafuta. Basi. Epuka vikao vya umbea, badilisha mada, ondoka kwa heshima. Ukutana na mtu anaongea kwa sababu ni ya kusema, ondoka kwa heshima. Tumia maneno ya hekima. Wao ndio wenye na kwa mjumbe. Kumbuka thamani yako mbele ya Mungu, kitu kingine. Kama ukiweka umbea. Maneno ya watu hayabadiliki kweli kwamba wewe ni binti wa Mungu, mpendwa, mwenye thamani na mwenye utume. Ninawaambia Mungu akisema dunia hapo. Hata watu wakimbilie wale kama mtu wale ni mzozo. Bado dunia iko ni kitu. Kwa hiyo sio maneno ya watu hayabadiliki. Haya pasuri kusengenywa hayo unajili kuambia tena na kuambia kusengenywa ni kigezo cha shaki kuzingatiwa katika maisha haya. Na sababu ni tu. Sisi tunasema kwa moja tunasema wala Biblia. Sisi kama tumekuwa kwa maji tumepigwa mdomo wa Mungu. Tukiendelea kidogo baba. Tunakuwa sana. Tukikonda unaona watu wanalaaniwa na starehe yetu. Tukisimama na binti ambaye ni ngao yangu kitu chake. Nikitaja mama wako ambaye ni kiongozi yangu kwa fomu si gani gani unaona jinsi anaendelea mbele watu. Baada ya Jumapili na ile kanisa Bwana aona hiyo ni sisi jamaa. Na kwa sababu haya sio wala siaje kwa baada kuhudumia wewe ni sisi. Kwa hiyo na wewe kama ungekuwa unakimbia upande lakini ukama kuongea kwa maana kusema ukama kuongea ile msimamo tungesema tumesingiziwa na vitu vingine hata kwa na Mungu unajua Mungu ndiye anayesaidia sio mazingira wake maana mazingira mengi yanasema watu sababu na Mungu mwema huwa anayesaidia sio mazingira yake kwa hiyo ndio kusaidia Mungu anatusaidia kusaidia huko zamani yako mbele ya Mungu maneno ya watu hayabadiliki kweli kwamba wewe ni mtu wa Mungu mpendwa mwenye thamani na mwenye utu. Umbea na mizigo ya ndani. Mtazamo wa Papa Benedikto wa 16 mwisho ya hii. Najua tumeshafikisha dakika moja. Papa Benedikto wa 16 anaongeza mtazamo wa kina zaidi kuhusu umbea. Anasema kwamba umbea unatoka katika moyo uliojeruhiwa.
Maandiko yanasema ombea wale waliokuulizwa. Ama sasa anasema mioyo hii iliyojaliwa ndio yala mwenye kichwa kichwani huwa anatabia kujishika. Kisha bwana atashika. Watu ambao hawajapona moyoni wakaongea tu. Na kama kwa ndio pesa anasema moyo umejaliwa. Ni vigumu sana kwa watu kusema. Kwa hiyo kama wewe pia ni kwa mdomo ujue unamaliana. Moyo usio na amani unatabia kuombea. Moyo unaotafuta kuthibitishwa na watu, unaopenda sifa, kutaka attention, sifa za huo wasio wasio. Kwa hiyo tiba ya umbea ni uponyaji wa ndani, sala ya kina, kukubali upendo wa Mungu, kuishi ukweli wa Injili. Kuishi ukweli wa Injili kwa kina mama. Hii ina maana kwamba mwanamke akipona ndani hata umbea unaozungumzwa kutoka nje au kuamfekti chochote.